نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ama leo inshallah tabaraka taala katika halaka zetu tumeazimia tumenuia kwa upande wa nahau tuanze an-nahwu al-wadhi'u juzu ya kwanza kwenda nazo mpaka Allah kitufikisha. Tukimaliza hizi tatu za mwanzo tutaangalia je maendeleo yetu yako vipi katika hii, na tumependelea kutumia juzu hizi kwa sababu kuna baadhi ya tamrinat mazoezi machache na mifano ipo ya kutosheleza, kuna bahthi na pia kuna namudhaj al-i'rab kwa ufupi yatatusaidia kusanya vitu vingi kwa wakati mfupi. Cha msingi ni kitabu kisionekane ni kidogo tukakidharau kufanyia muraja, mwisho wake tukashindwa kufikia malengo. Na pia naweza kukutana na wale ambao hawakutakii khairi, wakwambia mimi nasubiri mpaka nianze na Alfia bin Malik ndio nije, sababu hii kitabu kidogo sana na wakati huo hakijui. Pia unaweza kukutana na watu wa sampuli hiyo, ni kuombea Mungu tu ajue muhimu wa kusoma. Inawezekana ni moja katika wanataka kuharibia malengo yako. Baada ya maelezo haya mafupi tutaanza na al-jumlatul mufida. Al-jumlatul mufida ni jumla yenye faida. Mlango wetu huu Shekhe anataka atuelekeze namna ya kutengeneza jumla na iwe ina faida kwa yule msikilizaji. Na hii itatusaidia pia wakati inafika kipindi tutakiwa mawasiliano yetu yawe ni kwa lugha ya Kiarabu, sababu ndio lengo kubwa. Tufahamu Kiarabu tusaidie kuifahamu Qur'ani, tusaidie kufahamu sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, pia kitusaidie kujua maneno ya wanaochuoni. Jumla al-mufida itakusaidia kutengeneza sentensi wakati wa kufanya mawasiliano na mwenzako. Maana yake ni kwamba kila tunaposogea tutalazimika tuwe na mazoezi ya mara kwa mara kuzungumza Kiarabu, salamu na nini, tupime pia zile jumla mufida zetu kama ina makosa au ina mapungufu tuirekebishe, ili baada ya muda fulani tujifanyie tathmini, je tumepata kitu gani kipindi hiki upande wa lugha ya Kiarabu au upande wa kile ambacho tutajifunza upande wa nahwu kwa ujumla. Wanapozungumzia jumlatul mufida ni mlango mpana, nalenga vitu vingi ambavyo viko mifano iliyokuwa ndani ya kitabu na pia matumizi yako ya lugha ya Kiarabu wakati wa kuzungumza. Lazima ili ufahamike na msikilizaji apate faida, lazima sentence yako yenye faida, iwe ni jumla na iwe ina faida. Kwa jumlatul mufida, jumla yenye faida. Al-amthila, mifano. Al-bustanu jamilun, bustani ni nzuri. Ash-shamsu tali'atun, jua ni lenye kuchomoza. Shamma aliyun wardatan, amenusa Ali ua. Atafa Muhammadun zaharatan, amechuma Muhammad ua. Yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki ndani ya maji.
yakthuru an-nakhilu fi Misra, inakuwa mingi mitende Misri. Hizi jumla kama tunavyoziona zimetengenezwa na zaidi ya neno moja. Manake jumla ya kwanza na maneno mawili, ya pili mawili, ya tatu jumla ya maneno matatu, jumla ya nne ina maneno matatu, jumla ya tano ina maneno manne, jumla ya sita ina maneno manne. Hapa inatufahamisha kuwa jumla yenye faida inatengenezeka kuanzia na maneno mawili kwenda juu. Yaani maana yake unaweza kutumia maneno mawili ukaona bado kuna mazingira ya kutakiwa kuongeza neno jingine ili jumla iwe na faida, inabidi uongeze. Baada ya kutengeneza maneno mawili ukakuta hii jumla ni mufida na msikilizaji anafaidika kwa jumla hii, basi utaihukumu kuwa hii ni aljumla mufida. Sasa miongoni mwa jumla ambayo imetoshika na matamko mawili ni albustanu jamilun, bustani ni nzuri. Ingekuwa tungepewa neno albustanu peke yake kisha ukalitamka mbele ya msikilizaji, ungemwacha msikilizaji awe ni mwenye kujiuliza maswali, bustani ina nini? Lakini alipoleta neno jamilun ikasifika kwa uzuri, kwa hiyo tayari ni jumla almufida. Wanake ni kwamba jumla tulmufida inatengenezeka kuanzia na matamko mawili kwenda juu. Kwa hiyo unajitahidi kutengeneza sentence kwa matamko mawili. Ukiona bado basi ongeza jingine, na hakikisha kwamba sio kuongeza tu, iwe pia ina nini? Ina faida. Albustanu kama tunavyoiona ni jina liko mwanzo wa sentence. Na jina likiwa mwanzo wa sentence kwa mujibu wa lugha tunaita nini? Al-mubtada'u. Al-mubtada'u. Al-mubtada'u ni ismun ambayo inakuwa mwanzo wa sentensi, na kwa bahati inatakiwa iwe ni marfu'un. Manake alama ya raf'i ipatikane dhamma pale juu ikiwa ni mufrad. Wal bustanu ismun mubtada'in marfu'un. Kwa nini? Kwa kule kuanza mwanzo. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Unakwenda nayo katika sura namna hii. Hii ni mukhtasari tu. Jamilun sababu ndio iliyokuja kukamilisha sentence ikawa ina faida, namuita nani? Khabarun. Hii ni khabarun. Kuna mubtada'un na khabar katika sentence tu ya kwanza. Sababu jamil imekuja kuelezea uzuri wa nini? Wa bustani. Sema hii ni khabar. Naposema Muhammadun maridun, hii maridun inatupa habari kuhusiana na nani? Na Muhammadun. Kwa muda wa kwenda inatupa habari kuhusiana na Muhammad, tunaita al-khabaru. Huyu ambaye mwanzo ambaye ni Muhammadun tunaita nani? Al-mubtada. Kwa mfano wa kwanza na wa pili ni mamoja, manake kuna mubtada na nani? Na al-khabar. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu ni al-mubtada sababu ni ismu ambayo imeanza mwanzo wa sentence. Tali'atun ni al-khabaru al-mubtada. Shamaliza kwa ufupi alafu tutakuja kuipanua mbele Allah akiwafikisha. Ama mfano wetu wa tatu umeanza na kitendo. Umeanza kitendo ikaja ismun ikaja ismu. Umeanza na shamma ambayo ni al-fi'lu al-madhi, kitendo cha wakati uliopita. Ikaonekana shamma peke yake jumla haijakamilika, haina faida. Akaongezea aliyun, shamma aliyun, amenusa ali. Ikaonekana pia msikilizaji atauliza kanusa kitu gani? Inabidi aongezee wardatan. Tayari msikilizaji hapo anapumua kwa sababu mfahamu kinachoendelea, jumla imekuwa na faida. Amenusa ali huwa. Kwa hapa imelazimika jumla itengenezwe kwa matamko matatu. Mawili yasingetosheleza kutengeneza nini? Hii jumla na ikawa ni al-mufida. Jumla yetu ya 4, qatafa Muhammadun zaharatan, amechuma, imeanza pia na kitendo
kisha ikaja Muhammadun ambayo ni ismun, ikaja Zaharatan ambayo pia ni ismu. Imeonekana qatafa peke yake itoshelezi, kaongezwa Muhammadun, bado kaongezwa nini? Zaharatan. Lengo ni lipi? Iwe ni aljumlatu almufida. Qatafa ni fi'lun madin, Muhammadun hapa alipo ni fa'ilun, ndio mtendaji, Zaharatan ambayo ni almaf'ul bihi, ndio mtendo, kwa sababu ndio ililokatwa hili huwa qatafa Muhammadun Zaharatan. Kwa kama huku shamma ani alfi'lu, aliyun alismu, wa ni fa'ilun pale alipo ndio mtendaji, wardatan ni almaf'ul pia. Mfano wetu wa tano tuna yaishu samaku fil ma'i. Yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki ndani ya maji. Imeonekana kuchukua maneno mawili tu, yaishu samaku, anaishi samaki. Msikilizaji ndio anayetupa shida, sababu atakuwa hajafahamu kitu, atatahayari, atajiuliza maswali, anaishi samaki wapi? Kwa hiyo ikaonekana ije fil ma'i ya harfu na ismu itengeneze jumla hiyo ni mufida. Yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki ndani ya maji. Wa yaishu itakuwa ni alfi'lu, na alfi'lu almudhari'u ambayo ni fi'li inaonyesha wakati uliopo. Ishamma ni wakati uliopita, qatafa wakati uliopita. Ama yaishu ni alfi'lu almudhari'u ambayo inaonyesha wakati uliopo au unaokuja, anaishi. Asamaku, sababu hii ni kitendo kinahitaji mtendaji. Asamaku toa ni fa'ilun, hii fi kama kawaida ni harfu jarri, alma'i ni ismun majrurun bi fi, imekuwa na kasra kwa sababu ya fi. Kina fi, kina min, kina ila, kina ala, napotangulia mbele kija ismu inakuwa na kasra. Wa yaishu samaku fil ma'i, kwa jumla imekuwa ni mufida kwa matamko manne: kitendo ambayo ni yaishu, ismu ambayo ni asamaku, harfu ambayo ni fi, almai ambayo ni ismu. Mfano wetu wa sita, yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru ni alfi'lu almudhari kama ile ya juu yaishu. An-nakhilu ni mtendaji kwa sababu hakuna kitendo bila ya mtendaji ambayo ndio alfa'ilu kwa lugha nyingine. Alafu fi ni harfu jarri. Misra imekuja kinyume na fil ma'i, takiwa ije fi Misri lakini haikupata kasra kwa sababu neno Misra ni jina la Kiajemi, ni jina ambalo sio la Kiarabu. Majina yote ambayo sio ya Kiarabu yanazuilika kusarifika. Kuzungumzia kusarifika maana yake hayakubali tanwini, fathatain, kasratain, dhammatain. Pia sehemu ya jarri, maana sehemu ya kasra unaweka fatha. Alismu alladhi la yansarif ni ismu ambayo haikubali tanwini. Na miongoni mwa majina hayo ni majina ya Kiajemi ambayo sio ya Kiarabu. Kina Yusuf, kina huko Misra, kina Pakistan, kina maeneo, yani majina ambayo si ya Kiarabu. Sio kwamba ni nchi za Kiarabu, jina lenyewe si la Kiarabu. Kwa hiyo hili pale ambapo itakiwa ipatikane kasra utaweka nini? Fatha badala ya nini? Badala ya kasra. Na pia huweki fathatain, kasratain, dhammatain, haikubali tanwini. Sasa miongoni mwa hayo ni Misra. Haya tutakuja kuelezewa insha Allah kwa upana wake katika maeneo yake. Ama kwa ambayo tutalitafuta hapa ni aljumlatul mufida. Angalia imetengenezwa kwa matamko manne: yakthuru ambayo ni alfi'lu, an-nakhilu ambayo ni ismu, fi ni harfu, Misra ni ismu. Ndio jumla imekamilika, imekuwa ni mufida. Albahth, idha taamalna at-tarakib al-awwala, sema
tizama kwa makini, tukiangalia kwa undani. Sheikh, tabaki na hiyo. Haipo. Sasa utapata shida. Ya chako kiko basi hamna haja ya kuangalia kama. Hiyo ni miongoni mwa matatizo nao. Idha taamalna tarakib al-awwala, tukiangalia kwa makini at-tarkib al-awwal. Tarkib al-awwal ni al-bustanu jamil, yani ule mpandanisho, sababu maneno yamepandanishwa. Chukuliwa al-bustanu yaongezewa na jamilu. Sasa upande wa Kiarabu hapandanishwi kwenda juu kama vile matenga ya nyanya, si ndio? Unaweka hili unaweka juu, yanakwenda hivi. Unapananisha kwenda hivi, napangilia kwenda hivi. Kitu nini? At-tarkib. Wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Kuta tarkibu hii imetengenezwa, imepandanishwa na matamko mawili, al-bustanu na jamilun. Ihidahuma, moja katika matamko mawili hayo, al-bustanu, neno al-bustanu, wa thania jamilun. Fa idha akhadhna al-kalimata al-ula wahdaha, tukichukua neno la kwanza peke yake bani al-bustan wa hiya al-bustan, lam nafham illa ma'nan mufradan, hatutafahamu isipokuwa maana moja. Maana moja kivipi? Najua kama ni al-bustan basi, bani mufrad sio murakkab. So tarkib lazima yapatikane matamko mengine. Kwa hatutafahamu illa ma'nan mufradan, isipokuwa maana moja. Maana nini? Al-bustanu, una Muhammadun musafirun, kachukua Muhammad peke yake, hutofahamu isipokuwa maana ya moja ambayo ni Muhammad. Sasa hujui Muhammad kafanya kitu gani. Maana moja hiyo la yakfi litakhatubi, haitoshelezi kumkhutubia mtu, kumwambia mtu. Yani ukaibuka tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wakaitikia wa alaykum salam, baada al-bustan katulia. Utakuona kwamba jamaa tiadi mazingira yashaanza kumharibika. Sababu gani? Haitoshelezi kumkhutubia mtu, wala hata kuelewa kabisa kwamba jamaa kusudia nini na neno bustani peke yake, haitoshelezi. Ndio maana ya al-mufrad, maana moja. Wakadhalika al-halu, na hivyo hali, idha akhadhna al-kalimata ath-thaniyata wahdaha, tukichukua neno la pili peke yake, wa hiya jamilun, pia haitofahamika maana isipokuwa maana moja. Pia haifai kumkhutubia mtu, kumwambia mtu, maana hatoelewa isipokuwa maana ya uzuri. Jamilun, uzuri, nini maana yake? Atashindwa kustafidi. Lakini sisi idha dhamamna, tutakapokusanya dhamma ya dhummu, mufradati hizo nachukua kabisa, ndio Kiarabu tutatengeneza hapa. Lakini sisi za dhamamna, tukana fili dhamma ya dhummu, dhamamna, tutakapokusanya. Dhamma amekusanya. Idha dhamamna ihda al-kalimataini, tutakapokusanya moja ya matamko mawili, ila al-ukhra, kwenye jingine. Maana yake tukachukua al-bustanu tukampeleka na mwenzake jamilu, tukafanya kitu kimoja. Ala nahwi alladhi fi tarkibi, kama ilivyokuwa mfano katika mpandanisho, ilivyokuja katika nini? Mpandanisho. Ala nahwi alladhi, juu ya ile njia ambayo fi tarkib, al-bustanu jamilun. Wa qulna, tukasema al-bustanu jamilun, fahimna ma'nan kamila, kwa tumefahamu maana iliyo kamili. Wastafadna faidatan tamma, na tumepata faida iliyotimia. Ni ipi? Wa hiya ittisafu al-bustani bil jamali, ikule kusifika bustani kwa uzuri. Wa hiya ittisafu al-bustani, ni kule kusifika bustani bil jamali, kwa uzuri. Unachapata faida kuwa kumbe bustani yasifika kwa uzuri, al-bustanu jamilu. Ushapata nini? Ushapata faida. Walidhalika yusamma hadha tarkibu, ndio maana huitwa mpandanisho huu jumlatan mufidatan. Kwa nini? Kwa sababu tumefahamu
bustani kumbe imesifika kwa nini? Kwa uzuri. Fahamu maana iliyo kamili. Wa kullu wahidatin min alkalimataini, na kila moja miongoni mwa matamko mawili, tuaddu juz'an min hadhihi jumla, inazingatiwa ni fungu katika hii jumla. Manake zungumzia matamko mawili ni albustanu jamilun. Asa ili jumla ikamilike, ile iwe na maana, basi iwe na mafungu mangapi? Mawili. Kwa albustanu ni juz'un, aljamilu ni juz'un. Kwa maana yake ni kwamba sentensi yetu imetengenezwa kwa mafungu mangapi? Mawili. Kwa lugha nyingine kwa matamko mawili. Tuko sawa? Wa hakadha, na eheni kama hivyo, yuqalu fil amthilati albaqiya, husema katika mifano iliyobakia. Yani hii system ambayo wamekuja nayo kuelezea, basi utaitumia kuelezea ash-shamsu tali'atun, kuja kuelezea na shamma ali, hata hivyo. Utachukua neno moja peke yake, tujamani maana moja. Ukiongeza na hili pia bado maana hii haiwazi. Ukiongeza na tatu nakuta jumla imeleta faida. Tumepata faida kuwa kumbe jumla inasifika kuwa Ali amenusa ua, jumla imekaa sawa. Kwa naeleza katika mfumo alioeleza hapa juu. Wabihadha nara anna alkalimata wahdaha, tunaona kwamba neno moja peke yake la takfi fi takhatub, haitoshelezi kumhutubia mtu. Wa annahu la budda min kalimatayn fa akthara, hapana budi lazima ipatikane matamko mawili na zaidi. Wa annahu ay anna al-amra wa sha'na, kwamba mambo yalivyo la budda min kalimatayn, hapana budi ipatikane matamko mawili fa akthara na zaidi. Hatta yastafida al-insanu, ili sio mpaka, hata ili afaidike mtu faidatan tama, faida iliyotimia. Kuna baadhi ni mpaka, lakini kwa hapa ni ili. Ini ya ta'alil. Wa amma nahau, ama mfano wa neno qum, ijlis, takallam. Ukiangalia neno qum na ijlis na takallam, ile dhahiri yake neno moja, lakini unafaidika. Kuambiwa qum, simama, maana yake ushajua naambiwa ni simama. Ijlis, tayari ujumbe ushafika. Sasa nataka tuambie, ukiliangalia neno hili dhahiri yake ni moja, lakini yako mangapi? Mawili. Mimma dhahiruhu, dhahiri ya maneno haya qum, ijlis, takallam, annahu kalimatun wahida, kwamba ni neno moja, kafiyatun fi takhatubi, yani neno moja lakini bado limetosheleza kumhutubia mtu, ile dhahiri yake inavyoonyesha, si ndio? Lakini asema falaysa fil haqiqati bikalimatin wahida, hakika sio neno moja. Wa inma huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini, ni jumla iliyopandanishwa kwa matamko mawili. Ihdahuma, moja katika matamko mawili hayo, malfudhatun, linatamkwa, wa hiya qum, na ni neno qum. Maana yake ni kwamba utalitamka hili moja, jingine kulitamki. Mathalan, wal ukhra ghairu malfudha, jingine halitamkwi, wa hiya anta. Yani katika lugha ya Kiarabu huruhusiwi ikiwa ni fi'lu amri ile anta kuitoa. Ni qum, ijlis, takallam, idhhab, sio idhhab anta, takallam anta. Iwe ni unatamka moja, jingine linastiriwa ndani ya nini? Ndani ya kile kitendo. Ndio nasema jingine linatamkwa, jingine halitamkwi. Kwa hiyo tunashapata kuwa kumbe qum na ijlis na takallam ni matamko mawili, moja limetamkwa, jingine halikutamkwa. Tayari ile kaida, lakini kilichotakiwa kishapatikana. Allati yafahamu hasami'u min al-kalam, hiyo anta ambayo anaifahamu yule msikilizaji min al-kalam, illa yuntaq biha, hata kama halikutamkwa, lakini ajua kwamba hii qum takuwa alengwa anta, ijlis alengwa anta. Kwa hiyo moja utalitamka, nyingine ulitamki. Kwa hiyo matamko mawili. Alqawaid, altarakibu alladhi
yufidu faidatan tama, tarkib mpandanisho ambao unaleta faida iliyotimia, unafidisha faida iliyotimia, yusamma jumlatan mufidatan, hiyo inaitwa jumlatan mufida. Yusamma aidan kalama, na hiyo vile vile kalam. Ukishatunga sentence yako imekaa sawa, imeeleweka, msikilizaji ameelewa na amefahamu, hajauliza hata swali, basi unaruhusiwa kuita aljumlatu mufida au alkalam. Yote ni majina yake. Aljumlatu mufida qad tatarakabu min kalimatayn, jumla mufida inatengenezeka kutokana na matamko mawili, wa qad tatarakabu min akthara, na pia inaweza ikapandanika na kutengenezeka na zaidi ya matamko mawili, kwa kuanzia mawili kwenda juu. Wa kullu kalimatin fiha, na kila neno fiha ndani ya jumla yenye faida, kila kalima kama ni matamko matatu, mawili, manne, tuaddu juz'an minha, huhesabiwa ni kifungu katika hii jumla. Unaweza kaambiwa mfano wetu wa 6 una mafungu mangapi? Mafungu manne. Yakthuru ni aljuz'u, an-nakhilu ni aljuz'u, fi ni aljuz'u, misra pia ni aljuz'u. Kwa sentence yetu ina mafungu mangapi? Manne, ambayo ni matamko manne. Hii ndiyo kaida inahusiana na mlango wetu wa mwanzo. Hizi tusimamishe kidogo, tuulize maswali. Sio kuikata una. Naelekea. Mwalimu mwingine baada ya zoezi fupi, ajzaul jumla, mafungu ya jumla. Ajzaul jumla, mafungu ya jumla. Ina maana yake nataka tuambie kuwa jumla ili iitwe jumla kuna vijifungu fungu lazima vipatikane. Haya mafungu tuliyozungumzia huku, kuna mchanganyiko, kuna fi'ili, kuna harfu, kuna ismu. Na pia hapa kitu ambacho nataka tufahamishe pia ni kuwa jumla au mafungu ya jumla inaweza kama kuna mchanganyiko, kuna kitendo, kuna majina. Kama tulivyoona huku mwanzo, kuna majina, albusanu jamilun, yote ni majina. Ukija shama alin wadatan, kuna kitendo, kuna jina, pia kuna jina, si ndio? Ukiangalia mtungo tuliopitia wote katika mifano yetu 6, tumetaja vitu vingapi? Nini? Imma ismu, fi'il, harf. Maana hakuna kitu kingine cha 4. Hiyo ndio ajzau aljumla. Iwe ni majina tu, au kitendo na majina, au kitendo na majina afu na harfu iwe ndani na jina mbele yake. Ni vitu vitatu tu ambavyo vinatumika katika nini? Kutengeneza sentence. Hakuna kitu cha 4. Unaweza kuwa hakuna kitu cha 4, maana yake katika sentence au tamko au jumla yoyote matumizi yako ni vitu vitatu. Ima utumie majina au vitendo au harfu. Hakuna chenye jina jingine kuwa kitu fulani pia ni katika mafungu ya jumla, hakipo. Al-amthila, rakiba Ibrahimul hisana, amepanda Ibrahim farasi. Yudaibu Ismailul qitta, anamchezea Ismaili paka, na Ismaili anachezea paka. Yahsudul fallahul qamha, anavuna mkulima ngano. Taakulu shatu fulan wa sha'ira, anakula mbuzi maharage na shairi. Shairi ni aina ya ngano, wanasema ni ngano nyekundu, ndio shairi. Ya kawaida ni alqamh ambayo imetajwa pale juu. Yahsudul fallahu alqamha. Yasta'u an-nuru fil sami'tu an-nasihata, nimesikia nasaha.
yasta'u an-nuru fil hujra, unaenea mwangaza katika chumba. Tajri safinatu ala al-ma'i, inapita meli juu ya maji. Hal tuhibbu safara, je unapenda safari? Hii ndio mifano yetu ambayo inatutengenezea aljumla. Kiangalia mfano wa kwanza tuna rakiba, imekuja alfi'lu juz'i. Ibrahim ismu, alhisana ismu. Kwa maana yake jumla yetu ina kitendo kimoja na majina mangapi? Mawili. Kwa tutasema imetumia mafungu mawili au matatu. Hivi. Maana imetumia kitendo na majina ni vitu vingapi? Kwenye hesabu ni vingapi? Vitatu. Lakini kilichotumika ni kitendo na majina mawili. Utasema ni vitu viwili. Ama tukija kwenye idadi hasa itakuwa ni ngapi? Idadi. Kwa hiyo upande wa yaliyotumika ni jina na kitendo. Sasa mawili, lakini kwenye idadi ama kwenye juzu utasema ni vitu viwili. Tuko sawa? Sababu hakuna cha tatu. Yudaibu Ismailu al-qitta, yudaibu fi'lun, Ismailu ismun, al-qitta pia ismun. Kwa hiyo kwa idadi ni vitatu, lakini kwa mafungu yaliyotumika ni mawili. Yahsudu al-fallahu al-qamha, yahsudu al-fi'lu al-fallahu ismun, al-qamha ismun. Kwa hiyo kwa idadi ni matatu, lakini mafungu ni mawili, fi'lu na ismu. Taakulu shatu fulan wa sha'ira, taakulu al-fi'l, ash-shatu ismun, fulan ismun, wa harfun, sha'iran ismun. Kwa idadi ni idadi 1 2 3 4 5, si ndio? Lakini juzu ni mafungu mangapi yaliyotumika? Matatu. Kuna kitendo, kuna herufi na ismu. Kwa hiyo imetumika vyote vingapi? Vitatu. Sami'tu an-nasihata, nimesikia nasaha. Sami' ni kitendo. Ta'u hii ni ismu, sababu ni dhamir kiwakilisha jina. An-nasiha ni ismu. Kwa hiyo tumetumia mafungu mangapi? Mawili, si ndio? Tumetumia kitendo na majina. Kwenye idadi tatu, si ndio? Kwa kuna sami'a yenyewe ambayo imeunganishwa na ta'u ni 2, alafu kuna nasiha ni 3. Hapa tukiangalia upande wa mafungu yaliyotumika ni kitendo na majina. Majina ni mawili, ta'u ile na hii an-nasiha. Yaishu samaku fil ma'i, tajri as-safin, yasta'u an-nuru fil hujra. يستع فعيل، النور اسم، في الحجرة mafungu mangapi? Matatu. Fi'il, al-ism na harf. Kwa idadi ni 4, si ndio? Ambapo ni 4 kalimatin au 4 kalimatin. 4 kalimatin, sahih. تجري السفينة على الماء، تجري فعل، السفينة على الماء كم جزءا؟ idadi, upande wa idadi, si ndio? 4 أجزاء. هل تحب السفر؟ هل حرف، تحب فعل. ndani vile tuhibbu na anta ismu, ndio? As-safara ismu. Wewe umetumika mafungu mangapi? Matatu. Yote matatu. Unatumia harf na ismu na fi'il. Ama kwa idadi ni 4, si ndio? Kuna hal yenyewe, kuna tuhibbu. Kwenye tuhibbu pana anta
ni mawili. Hal ni harfu iko peke yake. Tuhibbu tuna kitendo na mtendaji ambao ni anta ni 3, alafu na asafara ni 4. Kwa hiyo tumetumia mafungu matatu. Yaani kwenye somo hili nataka vitu hivyo tujue ajzaa jumla, kwa katika jumla yako tumetumika kitu gani na kitu gani. Tuko sawa? Kingine tumetumia jina, majina na kitendo peke yake, kingine kuna mchanganyiko. Albahthu. Arafna fima madha, tumejua katika somo lililotangulia anna aljumlata almufidata, kwamba jumla yenye faida tatarakabu min ajza'in, inatengenezeka kutokana na mafungu. Ili maana ajza hiya alkalimat. Kiambia ma maana alajza hiya alkalimat, yani alkalimat na ajza kitu kimoja. Wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi, nataka tujue katika somo hili anwa' alkalimati, aina sio idadi, aina ya matamko yaliyotumika katika nini hizi sentence. Manake tumesema kuna kitendo, kuna majina, kuna harfu. Fanaqulu, tunasema idha bahathna fil jumali allati ma'ana, tukifanya upekuzi katika jumla ambazo tuko nazo huko juu, wajadna anna alkalimati, utakwamba matamko Ibrahima wa Ismaila wal Fallaha alfadhun, haya ni matamko, matamshi tusamma biha ashkhasun, huitwa kwayo watu, maana ni majina ya watu. Yene majina mengine ni sifa za watu pia. Wana alkalimati alhisana, maneno alhisan walqitta, paka, washata, mbuzi. Alfadhun ni matamshi tusamma biha anwa'un min alhayawani, huitwa kwayo aina ya wanyama. Wana alqamha walfula washaira, ngano, maharage, shairi ambayo ni ngano pia lakini nyekundu. Alfadhun ni matamko tusamma biha anwa'un min an-nabati, aina yani ya mimea. Wana alhujrata, chumba, wasafinata na meli au jahazi, walma. Alfadhun tusamma biha anwa'un min aljamali, huitwa kwayo aina ya vitu vigumu. Kwa hiyo maji pia yameingizwa katika kundi la vitu vigumu. Wa anna nasihata, nasaha, wa nura, mwangaza, wa safar, safari. Alfadhun ni matamshi tusamma biha anwa'un ukhra, huitiwa aina nyingine min almaani, miongoni mwa maana. Kwa maana hii haingii katika nabati wala jamad wala ashkhas, ni aina nyingine ya maana ambayo ni mwangaza, ni jina hiyo, ni maana, sio kitu kigumu. An-nasiha ni maana hiyo, safari pia ni maana. Lidhalika tusamma kullu kalimatin, huitwa kila neno min hadhihi alkalimat, katika maneno haya isman. Maana yake hiyo inaonyesha nabati, hiyo inaonyesha ashkhas, hiyo inaonyesha maana, miongoni mwa maana vitu vigumu, bado ni ism. Tusamma wakadhalika kullu kalimatin yusamma biha insanun, kila tamko ambalo huitwa nalo mtu au hayawanun au mnyama au nabatun au mmea au jamadun au kitu kigumu au ayu shay'in akhar, naita nini? Itakuwa ni ism. Muda kuwa anaitiwa imma mnyama au mtu au mmea au kitu kigumu, ita ismu. Hii ni juzu ya kwanza ya upande wa kutengeneza sentence. Na'udu lijumali maratan thaniya, sema turudi katika jumla mara nyingine. Fanajidu anna kulla kalimatin min alkalimati, utakwamba kila neno miongoni mwa maneno, rakiba wa yudaibu wa yahsudu wa taakulu, tadullu ala husuli fi'lin, kila neno laonyesha juu ya kutokea tendo, fi zamanin khasin, katika muda maalum, muda maalum. Kiangalia falafdhu rakiba, neno rakiba mfaje? Amepanda. Mathalan yadullu ala rukubi, inaonyesha juu ya nini? Kupanda. Rukub ndio imezaa rakiba. Falafdhu rakiba, neno rakiba mathalan yadullu ala rukubi, inaonyesha juu ya kupanda.
fi zaman al-madhi, katika muda uliopita. Amepanda Ibrahim farasi. Kwa hiyo arrukubu ni kule kupanda, ambayo ndio masdari au ndio sosi ya fi'li rakiba, au ndio verb ya fi'lu rakiba, ndio imetoholewa kwenye arrukubu, kule kupanda. Wa yudaib yadullu ala almudaaba, yudaib inaonyesha juu ya kuchezea, fi zaman alhadiri, muda uliopo, au ilati, au unaokuja. Yudaib anachezea Ismaili alqitta, wakati ambao tunaita nini, alfi'lu almudari. Wa halumma jarra, na kuendelea. Kwa hiyo unafananisha hizi ambazo tuko nazo huku, labda yahsudu inaonyesha juu ya nini, ya kuvuna, ambako mfanyika wakati uliopo au unaokuja. Taakulu pia wakati uliopo au unaokuja. Sami'tu wakati uliopita, ya kusikia. Yasta'u, tajri, tuhibbu ni wakati uliopo. Walidhalika tusamma kullu kalimatin min hadha an-naw'i fi'lan, yani muda wako inaonyesha juu ya kufanyika kitendo, tunaita nini, tunaita fi'il. Wa inda ta'ammul al-jumal ath-thalath al-akhira, na wakati wa kuangalia kwa undani jumla tatu za mwisho, nakusudia yasta'u an-nuru fi al-hujra, tajri as-safinatu 'ala al-ma, hal tuhibbu safara. Najidu anna al-kalimati, utaomba maneno fi wa ala wa hal, idha nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamil. Ikitamkwa peke yake, sema mfano hal katulia, au ala katulia, au fi, likiwa peke yake halifahamishi maana yoyote, mpaka ulichanganya na nini, na vitu vingine. Wa idha nutiqa bikullin minha fi jumlatihi, ikitamkwa kila moja miongoni mwa haya katika jumla yake, limeingizwa katika nini, sentensi, dhahara ma'nahu kamilan, tadhihiri maana yake kamili. Tusamma kullu kalimatin min hadhihi kalimati thalathi harfan, maana yake ni kwamba ukilitamka neno ikiwa peke yake halileti faida yoyote, halileti maana iliyo kamili, yani ina maana lakini haijakamilika, hiyo itakuwa nini, harfu. Tunasema jitu min albayt, nimekuja kutoka nyumbani, tayari min inaonyesha ile safari yako imeanzia wapi, lakini ukitamka mwenyewe min kutoka, yaonyesha maana lakini haijakamilika, mpaka ingize katika nini, sentence. Sasa ukishajua kuwa hii bila sentence haileti maana, iite nini, iite harfu. Lakini dhahaba, amekwenda, tayari inaonyesha nini, juu ya maana. Manake kuna kitendo na wakati, kitendo cha kwenda na wakati. Kutumia mfano Muhammadun, tayari inafahamisha maana kuwa ni jina la nani. Kuna tofauti kufahamisha maana na kuleta faida, si ndio? Ina maana kuwa ni ismu ya mtu, lakini sio jumla tu mufida. Kwa hiyo itakuwa ni nini, itakuwa ni ismu. Ama fi peke yake, ukitamka peke yake, yafahamisha maana lakini haijakamilika, sio leta faida, yafahamisha maana lakini haijakamilika, mpaka uingize kwenye jumla, inaleta nini, faida, maana kamili inapatikana hii fi au ala au min. Kwa utaita nini, utaita harfu. Walidhalika kullu alkalimati allati min hadha an-naw'i, hivyo kila tamko ambalo ni katika sampuli hii, ambayo ukitamka peke yake haileti maana mpaka ichanganye na nyingine, basi ite harfu. Alqaida, alkalimatu thalathatu anwa'in, kalima katika aina ngapi? Aina tatu. Yani ukisema kalima yake imma unakusudia ismun wa fi'lun wa harfun, moja katika hivyo, hiyo ndio kalima. Falismu, natuzungumzia kalima pia inaweza ikaja kwa maana ya jumla yenye faida, sababu unaposimama mfano taabur, kaambiwa toa kalima, wale waseme tu Muhammadun afuka, si ndio? Waeleza maalumat na watu wakafaidika. Maana yake ni kalima kwa maana nini, jumla mufida.
si ndio? Na hii hata kwenye Qur'ani imeelezewa kuwa innaha kalimatun huwa qailuha, ipi rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ni jumla au ni kalima hii? Ni jumla, si ndio? Yenye faida. Imeitwa nini? Kalima. Ama kwa hapa kuzungumzia kalima na kusudia kitu kimoja kimoja, na Muhammadun fi na kina dhahaba. Lakini kalima katika lugha inakusudiwa pia jumla yenye faida. Al-kalimatu thalathatu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Fal-ismu kullu lafdhin, ismu ni kila tamko, yusamma bihi insanun, huitwa kwalo mtu, au hayawanun, au mnyama, au nabatun, au mmea, au jamadun, au kitu kigumu, au ayu shay'in akhar, au kitu kingine chochote. Maana yake kama sio kitu kigumu au nabati au hayawan au insan, basi kwa jina la kitu kingine chochote kina anuru, hiyo unaweza kusema ni kitu kigumu, mwangaza. Au nukta nyingine, safari, haisifiki na ugumu wala nabat wala hayawani au insan, kwa hiyo ni jina la kitu kingine chochote. Ukikosa katika hivyo, maana yake utalipa sifa hii ya mwisho. Wal fi'lu kullu lafdhin, ni kila tamko. Tusema lafdhi maana yake kitu unakitamka, lafdhi. Tusema dhahaba usha kwa nini tamko? Kama hujatamka hiyo sio fi'li. Na ukiandika tu hivi haitwi fi'li mpaka uitamke. Je, ile utoe nini? Matamko. Dhahaba patikane sauti ambayo imekusanya baadhi ya herufi za dhal na ha na ba, ndio nini inaitwa al-lafz. Kwa hiyo wakisema lafz maana yake ni kitu unakitamka. Haina maana kwamba kila ukiandika basi utamke, haina maana hiyo, si ndio? Lakini siamini kuwa unaweza kaandika bila kutamka. Nizungumzia kutamka, si lazima utoe sauti usikike. Ile waandika neno lako dhahaba, uliandike tu alafu hujalisoma kweli, yawezekana? Labda hiyo bahati mbaya, sijui. Umeandika neno Muhammadun kwenye daftari lako, alafu usijaribu hata kulisoma, kulitamka. Naweza kufanya hivi. Nitajaribu alafu nitakuja kuniambia mimi niliweza. Naona ni ngumu, huwezi kuandika kitu bila utajaribu, lakini utafanya mazoezi, si tajriba. Kama inawezekana sawa. Wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Na fi'li ni kila lafdhi inaonyesha juu ya kupatikana amal katika wakati maalum. Mzee wakati maalum asitaingia wakati uliopita, wakati ujao, wakati uliopo. Huwezi kuzungumza fi zamanin maadhi sababu huzungumzii fi'li gani? Maadhi. Huwezi kusema fi zamanin hadir sababu huzungumzii nini? Mudhari. Kwa hiyo inabakia fi zamanin khas kulingana na sentence yako utakavyotamka. Wal harfu, na herufi, kullu lafdhin ni kila tamshi, la yadhharu ma'nahu kamilan, haidhihiri maana yake kamili, illa ma'a ghairihi, isipokuwa pamoja na kitu kingine. Maana yake lazima uingize katika nini? Katika sentence. Istopishe, tuulize maswali alafu nanyi mtauliza ya kwenu. Amina.